pamoja kwa umoja. Amen. Kuishi pamoja kwa umoja. Na tunajua Mungu mwenyewe anapenda watu wanapoishi kwa umoja. Shetani ndiye hapendani watu wakiwa na umoja. Maana hata katika hapo mwanzo tuliona, tunaposoma maandiko, tuliona ya kwamba Shetani haliweza kuingilia ndoa ya Adam na Eve ili aweze kuharibu. Ndiposa akawaletea majaribu. Tukaona akiingilia katika watoto wa Adam, Kaini na Habel, ili akaleta mtawanyiko katika hali ile. Tukaona akifanya Shetani akifanya mambo mengi ili aweze kutenganisha watu. Na huyo Shetani bado yuko katika dunia hii. Haleluya. Maana tunaambiwa yeye ni baba wa dunia hii. Kwa hivyo yuko na yeye hapendi umoja. Maana anajua watu wakiwa na umoja wanaweza kwenda mbali. Anajua watu wakiwa na umoja wanaweza kusimama pamoja na mambo ambayo wanayafanya yakafanikiwa. Na yeye ni hapendi watu wafanikiwe. Kwa hivyo yeye anachukia umoja. Manyumba mengi yamevunjika ni kwa sababu hakuna umoja. Watu wanaishi hata duniani, maana hakuna umoja. Unaona kuna mambo ambayo hayaendi sawa kwa sababu hakuna umoja. Lakini ukiangalia katika makampuni, ukiangalia katika biashara, zile zinanawiri, lazima kuwe na umoja. Jina la Bwana libarikiwe. Hata makanisa yakitaka kukua, lazima kuwe na umoja. Bila umoja hamwezi kwenda mbali. Maana Mungu mwenyewe anapenda umoja. Jina la Bwana libarikiwe. So the devil anachukua hiyo advantage, apendi watu wawe na umoja. So it is important kuishi pamoja kwa umoja. Kuna baraka zake. Jina la Bwana liinuliwe sana. Amen. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi 133. Hapo tutaona kuna manufaa gani katika kuwa na umoja. Kuna baraka ambazo zinapatikana katika umoja. Familia ikiwa na umoja inaweza kufanya mambo makubwa. Wanaweza kupata baraka nyingi. Nchi yetu ya Kenya, kila mahali pakiwa na umoja, watu wanaweza kufanya mambo makubwa, ni kwa sababu ya umoja. Kwa hivyo katika Zaburi 133, hiyo itakuwa ndio main test yetu. Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta kichwani yashukayo devuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa vazi lake, kama umande wa Harmoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo Haruni alikuwa ni kuhani mkuu. Haruni alikuwa ni mtu ambaye Mungu alikuwa anamtumia. Na kwa sababu alikuwa ni kuhani mkuu, alikuwa anatoa sadaka. Maana wakati ule ilikuwa watu kama wamefanya dhambi, kulikuwa kuna yule kuhani alikuwa anaenda pale katika ile madhabahu ili kutoa sadaka ili watu waweze kusamehewa. Kwa hivyo kulikuwa wanyama wanatolewa. Watu wanaongelea katika zile wanyama, wanaongea yale mambo wametenda, wanaongea mambo mengi katika yale mambo ambayo walitenda, ambayo yalikuwa ni kinyume, kama haikumpendeza Mungu. Kwa hivyo ilikuwa wananenea pale. Kwa hivyo kulikuwa ni mnyama achinjwe ili ile damu yake iweze kuwaokoa wale watu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini yule kuhani alikuwa akienda katika madhabahu. Maana pale alikuwa haparuhusiwi kila mtu kwenda katika madhabahu. Kwa hivyo yule kuhani alikuwa anaenda pale ili kutoa ile sadaka watu waweze kusamehewa. Kwa hivyo Haruni alikuwa ni kuhani. Na katika hali ile, kabla hajafika pale kwa madhabahu, kuna vitu alikuwa anafungiwa kwa mguu, ili pengine hatuweza kuanguka. Na maana hakuna mtu alikuwa anaweza kukubali ama anaweza kukubalika kuingia mahali pale isipokuwa ni kuhani peke yake. Kwa hivyo kuna vitu alikuwa anafungiwa katika miguu. Ndio ndiposa kama pengine ataanguka waweze kumfuruta ili wamtoe katika ile madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna kitu ambacho Mungu kwa sababu ya kuupenda ulimwengu alimtoa Yesu peke yake ili hawa sadaka.
maana ingekuwa ni kama kila wakati watu wakifanya madhambi wanafanya vile ilikuwa kitambo, tungekuwa ni wanyama wengi sana wangekuwa wamechinjwa, ni kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Lakini Baba Mungu wetu mkuu akatoa sadaka moja, na ambaye ni mwanawe Yesu wa pekee, Yesu Kristo, akaja duniani akafa. Tunaposoma katika kitabu cha Yohana 3:16 inasema, na kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Kwa hivyo sadaka moja ikatolewa, na hiyo pekee yake ambayo ni Yesu Kristo akaja akafa, na siku ya tatu akafufuka. Na hivi tunapoongea Yesu yuko hai, hajakufa. Hata tunapotembelea katika kaburi lake tutapata iko wazi. Jina la Bwana liinuliwe sana. Kwa hivyo katika hali hile Haruni alikuwa ni kuhani, na Biblia inasema, tazama ni jinsi gani ya kupendeza ndugu wakikaa pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo mbeguni ndevu za Haruni. Amen. Kwa hivyo inamaanisha haya mafuta ni baraka ambazo zinaweza kumiminika watu wanapokaa kwa umoja. Baraka zikamiminika kutoka juu kwa Mungu, zikaweza kunawiri, zikatapakaa kila mahali, ni kwa sababu ya umoja. Amen. Yesu mwenyewe anapenda umoja, na kwa sababu hiyo mbingu na nchi zikajengwa kwa sababu ya umoja wa Yesu Kristo, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndiposa akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Walikuwa ni watatu wakishirikiana pamoja. Katika kitabu cha Yohana 17:11, tunaposoma mahali pale tutaona vile Mungu mwenyewe anapenda umoja. Maana the purpose of God is unity, and God wants people to stay in unity. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapokaa kwa amani, tunapokaa kwa umoja katika familia zetu, tunapokaa kwa umoja, kuna baraka ambazo Mungu huwa anaachilia. Lakini umoja ulienda wapi? Umoja ulienda wapi? Maana watu hawezi kukaa kwa umoja kama hawana upendo. Upendo ule wa kwanza ulienda wapi? Haleluya. Tuko pamoja kwa manyumba, lakini watu hawaongeleshani. Tuko pamoja kwa familia moja, lakini watu, kila mtu anaenda kwa njia zake. Ndiposa tunauliza, mbona mambo hayaendi sawa? Basi tuchunguze ni nini. Kumbe ni unity. There is no unity in that family. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unapojiangalia wewe mwenyewe, je, kuna unity katika maisha yako? Kuna unity mahali unaishi? Ndio mambo yanaenda msengemnene. Haleluya. Kwa hivyo tusome katika kitabu cha Yohana 17:1. Maneno haya Yohana 17, nitasoma kwa haraka kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye atukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani hadi nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwekwa. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika kuwa
nilitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siombei mimi nawaombea hao, siuombee ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hawa ni mitume. Bwana anasema wao wa ulimwenguni, na mimi nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Amen. Kwa hivyo Mungu Yesu Kristo anadhihirisha ya kuwa walikuwa na umoja, maana kama hawangekuwa na umoja hawangefanya kitu kikafanikiwa. And the devil knows, kama hawa hawatakuwa na umoja, hata sijui kama hii mbingu tungekuwa vile tunafurahia dunia hii, vile tunafurahia uzuri wa Mungu, kama hawangekuwa na umoja sijui kungekuwa namna gani. Lakini walikuwa na umoja, vile walivyokuwa na umoja mpaka Yesu mwenyewe hakatii. Na kama hangekuwa na umoja haketii, lakini kwa sababu ya upendo na kumheshimu akatii, na akaja akafa, na siku ya tatu akafufuka. Biblia inasema katika hiyo Yohana, nilipokuwa pamoja nao mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Anaongelea mambo ya Judas Iskariot. Na sasa naja kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, na kama mimi nisivyo ulimwengu, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo na walituma wao ulimwenguni, na kwa ajili yao najiweka wakifu mwenyewe, ili kwa hao watakazwe katika kweli. Jina la Bwana liinuliwe. Biblia katika 20 hiyo mstari wa 20 nasema, wala si wao tu nimewaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lako, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, nami ndani yao, nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki. Amen. Kwa hivyo hakuongelea mitume peke yao, alisema hata wale watakaoamini anawaombea wawe na umoja. Kwa hivyo Yesu Kristo anapenda tuwe na umoja, ili tuweze kufurahia, ili tuweze kufikia katika zile goals ambazo Mungu ametuwekea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo tukiwa na umoja, tukiongea kitu kimoja, tunaweza kufanya mambo makubwa. Kanisa inaweza kukua katika kiwango ambacho ni tofauti. Haleluya. Because kwa sababu Mungu mwenyewe anapenda umoja. Biblia inatuambia katika kitabu cha Zaburi 131, tazama jinsi ilivyo watu wakiishi kwa umoja, watu wakiishi katika umoja. Na umoja unatokana na nini? Umoja unatokana na kupendana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana tukipendana mahali hapa, tukapendana katika manyumba yetu, tukawa na roho za kusamehe. Haleluya. Si heti bana, kunazo mambo ambayo yatakuja yanaweza kututenganisha, lakini lazima tu tuko na interceding spirit. Tunajua hii kitu, hii tukiruhusu katika nyumba yetu tutaweza kutawanyika. Amen. Na tutaweza kusipokea zile baraka ambazo Mungu ameahidi katika maisha yetu. Kwa hivyo tukitaka kwenda mbali, tukitaka kubarikiwa, basi tuangalie katika hali ya umoja katika manyumba yetu. Amen. Tuangalie katika hali ya umoja katika makanisa. Tuangalie
nchi yetu ya Kenya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo pamoja tunaweza kusimama, na tukitengana tutaweza kuanguka. Amen. Kwa pamoja tunaweza kusimama, lakini tukitengana tutaanguka, kwa sababu there is no support. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna mtu ana support. Hata tukitaka kubeba mambo mazito, tukitaka kufanya mambo makubwa, lazima tuwe na umoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu kuna mambo ambayo hatuwezi kuyafanya kama hatuna umoja. Hata nikitaka kubeba hizi viti, siwezi kubeba peke yangu. Jina la Bwana liinuliwe sana. Amen. Nitabeba kimoja nitachoka. Haleluya. Amen. Wewe mkiniekelezi zote mimi nitaweza kuanguka. Lakini tukishikana pamoja tutaweza kwenda mbali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutaweza kufanya mambo makubwa hata katika kanisa. Tutaweza kufanikiwa hata katika maisha yetu. Tutaweza kufanikiwa katika familia zetu. Kwa hivyo chochote tunachokifanya, tuangalie ni nini ambacho kinaweza kututenganisha katika kuleta umoja katika maisha yetu. And the devil knows, Shetani anajua kabisa hao watu wakiwa na umoja wataenda mbali. Kwa hivyo sometimes anaweza kuleta mambo ili awafuruge. Afuruge kwa sababu yeye kazi yake ni kuharibu. Haleluya. Amen. Biblia inasema mwivi haji ila kuiba na kuharibu na kufanya nini? Na kuua. Lakini Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Haleluya. Kwa hivyo ni nini ambacho kinaweza kututenganisha? Ni nini ambacho kinaweza kufanya kutukaanguka? Ni nini ambacho kinaweza kufanya tukakosa kusimama? Kile tunachoweza kufanya tukosa kusimama ni kukosa kuwa na umoja. But if we have unity together, tunaweza kwenda mbali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tusome kitabu cha 1 Corinthians ama Wakorintho wa kwanza 1:10. Wakorintho wa kwanza 1:10. Wakorintho wa kwanza 1. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 1:10, basi ndugu na wasii kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja. Amen. Wala pasiwe kwenu faraka, mbali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Amen. Kwa hivyo Biblia inasema, ni Paulo anasema anawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja. Haleluya. Kwa hivyo pia kunena mamoja inaweza kutufanya tukaenda mbali ama tukawa na unity. Tuwe na mamoja. Chochote tunachokifanya tuwe na hiyo nia moja. Tunasi huyu akitoa hii nia, mwingine anatoa hii nia. Kwa hivyo Shetani huwa kazi yake ni kufuruga tu. Sometimes unapoona mambo hayaendi sawa, angalia katika unity na wale ambao unaishi na wao, unity na wale ambao unakaa na wao, there is a problem, there is an attack fulani ambayo imekuja. So sometimes if we see there is no unity, something is wrong somewhere. Hallelujah. Kuna kitu ambacho kiko na shida. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe uangalie ni wapi ambapo, ni nini ambacho hiki kinafanya nisije nikafikia zile goals ambazo Mungu ameweka ndani yangu. Jina la Bwana liinuliwe sana. Kwa hivyo tukienenda kwa pamoja, tutaweza kusimama pamoja na tutafanya mambo makubwa na tunaweza kufanya milipuko katika maisha yetu. Hata watu wakashangaa, kwani hawa watu si walikuwa, mbona hatukuwa tunatarajia hivi? Lakini kwa sababu wamejua ule ukweli, Mungu mwenyewe anataka watu waishi kwa umoja. Na kwa sababu tumejua ule ukweli, basi tukija hapa, wacha lile neno likapate kibali katika kila mmoja. Likaweze tunapolitafakari hilo neno. Tunapotafakari leo tumezungumzia about unity. Tunapochukua ile neno na kulitafakari na tuanze kufanya vile neno linavyosema, basi tutaweza kwenda mbali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini tunapokuja hapa tunafundisha na ile neno halichukulii kama kitu, basi hakuna kitu
tunakuwa ni kama we are just wasting time. But tukichukua lile neno, tulitafakari linasema nini? Biblia inasema katika Zaburi 1:1. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mtu atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda yake kwa majira yake, na chochote tutakachokifanya kitaweza kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu ambaye anatafakari neno la Mungu mchana na usiku. Hili neno nimeambiwa siku ya leo, hii neno nimefundishwa siku ya leo, italeta baraka gani katika maisha yangu? Maana Mungu akinena jambo lazima liwe na kusudi katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi ni chombo tu ambacho Mungu ameniwezesha ili nikuletee neno lake. So kama uko hapa na umesikia hili neno, lichukue, ulitafakari mchana na usiku, nawe utaweza kubarikiwa katika maisha yako. Jina la Bwana liinuliwe sana. Tunapolitafakari mchana na usiku, tutakuwa kama mti. Unapoona mti umepandwa kando kando ya vijito vya maji, ule mti huwa wakati wowote ule mti huo uko evergreen. Kwa hivyo maisha yako nayo yatakuwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutafakari katika hali ya unity. If we want to go far, let us tuangalie sana what is dividing us. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia katika kitabu cha Marko 3:24, Marko 3:24 inasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba, Marko 3:24, Marko 3:24 inasema, na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama, na nyumba ikifitinika juu ya nafasi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Jina la Bwana libarikiwe sana. So tukifitinika hatutaweza kusimama. So we need to stand in unity so that we can go far in unity. Tukisimama katika umoja, na hiyo umoja italeta tukifanya nini? Tukijishusha. Haleluya. Tukijishusha ili tuweze alafu tuipalilie. Amen. Tupalilie yale mambo. Sijui kama naongea na mtu. Na watu wenye tuko hapa, wacha hili neno likaweze kutubariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maana hii mambo ya unity shetani hapendi. Amen. Shetani hapendi. Hata kanisa kama haina unity, something is wrong somewhere. Na sisi wenyewe ndio tunaweza kuruhusu. Amen. Kwa hivyo nina expect wale ambao pengine pia watakuja ili neno kama mnaweza kulipata. Let us tuangalie sana katika unity. Na tuangalie ni nini ambacho kinaweza kufanya tusije tukaenda mbali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo tukikaa kwa amani, tukae katika upendo, tukae katika umoja, tutaweza kwenda mbali na Mungu mwenyewe ataweza kutubariki na tutaweza kufikia ile goals Mungu ambazo ameweka ndani yetu. Mungu atubariki sana na abariki neno lake. Sema